Harambee ambayo itaanza saa 11 siku ya leo, kwa niwaombe walau mahudhurio mazuri. Kila unachokihitaji kitakuwepo, lakini usisahau kubeba chochote. Kila unachokihitaji kitakuwepo, lakini usisahau kubeba chochote. Njooni tulijenge kanisa letu, tuliendeleze, na baadaye kwa sehemu nzuri kwa ajili ya kusali. Ni saa 11, usipange kukosa. Tumsifu Yesu Kristo. Zile jumuiya mpya na Mungu anaanza kufanya kazi. Amina. Tusimame. Bwana awe nanyi.
Kristo. Mambo safi safi. Safi. Gelegele basi. Au kuna wangwena sio mafuta kama kupiga vigelegele utamtembea mwenzako mama. Vigelegele tena. Basi tunakaribia, ningeomba tufanye utaratibu mmoja mzuri. Ningeomba tukae kijumuiya tujui, ili tunaposimama jumuiya basi asionekane jumuiya Mtakatifu Agata yuko huku, wa Francis yuko kule. Sio mbia kama kwa. Mimi napenda watu wachanganyikane, kwa sababu wa jumuiya ya Francisco yaonana na wajumuiya Mtakatifu na jumuiya ya Bikira Maria mama wa Mungu muda mrefu, kwa wakataka kupiga story. Naonaje tukikaa hivi hivi? Jumuiya. Basi naomba tukae kijumuiya. Viongozi wa jumuiya na viongozi wa changamka, viongozi wa jumuiya. Sio lazima wote, lakini katika jumuiya waje mmoja mmoja. Viongozi wa jumuiya mmoja mmoja. Unanipigia? Na asubuhi, misa ya asubuhi, nilisikia tangazo watoto usiku. Sasa wamekuja na watoto, hatuwezi kuwarudisha. Sawa, tumeelewa. Utekelezaji. Tunatekeleza. Asubuhi ninaweza nikaingia tena YouTube nikawawekea tangazo, kwa sababu tunaenda usiku na hapa kuna pepo mkali, na ndio shukrani, hatuna namna ya kufanya. Ila siku nyingine tukipata tangazo hilo, basi watoto tuwaache nyumbani kutokana na mazingira. Sasa viongozi wa jumuiya ashike eneo lake na wanajumuiya wake waketi hapo. Sawa. Kwa wageni wetu waalikwa, tuna meza hizi tatu hapa mbele. Wageni maalum, tuna meza hizi tatu hapa mbele. Naomba wageni maalum mje hapa mkae huko. Na mmefanya vizuri. Sio unaenda harusini unakaa kiti cha mbele. Maana yake anaweza akaja bwana harusi na akaja yule ambaye amealikwa zaidi yako akakwambia mpishe huyu, ndio tutakapoanza kuona haya kurudi nyuma. Hivyo mmefanya vizuri sana wageni waalikwa, wageni maalum. Tunaomba mje sasa mkae katika viti vyetu huku mbele. Huko nyuma tuwaachie wanajumuiya. Asante. Karibuni sana huku viti vya mbele, alafu baadaye tutawapa maelekezo mengine zaidi. Wageni maalum. Hapo hapo Simba amepigwa goli 2-1. Asante.
Makatekista kanisa Katoliki ni mara moja tu, hamna kujiuliza. Ukiambiwa unasogea moja kwa moja. Kama mnaanza kujiuliza twende mbele kule tutamulikwa sio itakuwaje. Mbona kama kanisani uko mnakaa mbele? Hapa mnaogopa nini? Hapo na hiyo meza inayofuata muunganishe hiyo meza. Unganisheni hiyo meza hapo. Mkae vizuri kabisa. Leo ni siku ya furaha. Na katekista yule kuja na begi mgongoni, kama unaona kuna sadaka peleka kabisa kwa paroko hapo, ukae vizuri. Kwa sababu sijui katumbukiza chupa zetu bure huko. Kama kuna sadaka upeleke kule. Basi baadaye ukaingiza chupa huko. Ukasema hii kuna mwana Kigango mmoja hajafika na mpelekee. Alafu mchanganyikane. Katekista wa kiume anakaa huko, wa kike anakaa huko, wa kiume anakaa huko. Yaani sio mnajitenga, wanaume wanakaa peke yao, wanawake wanakaa peke yao. Hapana, mpeane uzoefu wa uinjilishaji. Kristo, kamati yangu ile ya vinywaji, naomba mjiandae. Baada ya dakika 5 nitawakaribisha baba paroko na mgeni rasmi waweze kufika hapa. Kamati ile ya kupokea wageni, mara paroko atakapofika na mgeni rasmi, nitaomba mnisaidie wale wageni ambao tumewaalika basi waweze kujiongea hapa mbele, kwa sababu kwenye hii high table atakaa paroko, mgeni rasmi na mwenyekiti wa halmashauri ya walei na wageni maalum watakaa hapo. Sasa kabla shughuli yetu haijaanza rasmi, tupeane taarifa zifuatazo. 1, haupaswi kununa. Haupaswi kununa. Muda wa makofi, vigelegele. Kuimba, tunaimba wote. La pili, tuwadhibiti watoto wetu. Watoto wasicheze ovyo. Tukae nao karibu. 3, muda wa chakula. Sisemi hapa. Ila kwenye parokia zingine huko mjini huko. Sio mjini huku Masasi, huko Dar es Salaam. Mtu anakaa shughuli imeisha, ameiona sahani hii nzuri na kijiko hiki kizuri kuliko nyumbani kwake, anabeba. Tusibebe vitu vya watu. Ukiondoka na sahani na kijiko, jua kabisa Jumapili inayofuata na Jumapili 4 mfululizo paroko ataweka sadaka ya 3 kulipia hivyo vitu mlivyoondoka navyo. Kwa tutamtia paroko hasara. Kwa niwaombe sana. Chupa za watu wametugea vinywaji na chupa zake. Wametuazima hapa, mnajua kabisa kwa paroko hamna kreti 20 za bia. Maana hapa paroko amenunua kreti 20 za bia, tunywe tulewe, tufurahi. Leo ni siku ya shukrani. Sasa msije mkaondoka nazo hizo chupa. Tamtia hasara paroko. Kwa naomba sana katika hayo ambao nimewaambia, mengine tutaambiana baadaye. Kristo. Tuna whisky, wine, tuna keifati, tuna konyagi kubwa na ndogo. Hivyo niwaombe sana, kinywaji utakachoanza nacho maliza nacho. Vinywaji vina tabia, ukivichanganya navyo vinakuchanganya. Kwa ukianza na soda, anza na sausage. Ninaanza na soda sasa ninyambia. Vitakuchanganya tumboni. Na sisi vikikuchanganya tumboni, kazi yetu tunakurekodi.
kesho utajiona kwenye Instagram. Kwaya tuendelee, wakati mwenyekiti wa parokia akimleta mgeni rasmi pamoja na paroko, na watakapofika basi tutaomba wote tusimame tuwapigie makofi na vigelegele. Yesu Kristo. Yeye aliwaambia mkae nani? Ni waruhusu akina baba tu. Ni akina mama mmekaa vipi? Ni walete suruali. Basi tusimame wote baba paroko itakapopendeza tuweze kufungua shughuli yetu kwa sala na kubariki mapaji yote ambayo yapo ambayo yameandaliwa, ili tukapoanza basi tuanze na Mungu na tumalize na Mungu. Kwanza kabisa napenda nichukue nafasi hii kwanza kuwashukuru kila mmoja wenu ambaye amekuja katika mazingira haya ya kanisa, na kwa nia njema na baraka ya Mungu Mwenyezi ikae kwenu. Karibuni sana. Na kwa namna hiyo basi nichukue nafasi hii kumkaribisha Baba Sonel ambaye ndiye mkuu mwakilishi wa Baba Askofu kwa muda huu wa usiku, na kutengeneza au kuifanya sherehe yetu iwe kama ilivyo.
Kwa hiyo naomba atubarikie chakula chetu na kutubarikia pia tukio hili zima. Karibu sana. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, tunashukuru sana jioni ya leo. Ee Mungu Baba, tunashukuru kukusanyika nafasi hii pamoja. Ee Mungu Baba, tunapoanza shughuli yetu ya jioni ya leo, utume malaika wako ili hao wawe pamoja nasi, na neema yako ishuke kila mmoja wetu, na lengo ambavyo iliyoleta kila mmoja wetu hapa kwa mapenzi yako tutimize ipasavyo. Tubariki Mungu wetu sisi na chakula chetu, tupate nguvu za kutumikia wema. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi kwa sala hii shughuli yetu imefunguliwa rasmi. Makofi na vigelegele. Na kabla tuendelea, ningeomba meza kuu muweze kuketi, na sisi pia wengine tuketi. Leo tunakuja kwa shughuli moja kwa ajili ya maendeleo ya parokia yetu na harambee ambayo imeandaliwa kwa ajili ya parokia yetu. Lakini leo shughuli zimefuatana. Tuna vitu vikuu kama vitatu. Cha kwanza ni harambee ambayo ndio imetuleta kabisa hapa. Lakini ya pili ni kumshukuru Mungu kama tulivyopata mahubiri ya leo na kupewa kodi za kuishi kifamilia zaidi. Shughuli ya pili kama wanaparokia ni kumshukuru Mungu kwa mema anayoendelea kutujalia. Na shughuli ya tatu, mwezi huu wa 10 ni mwezi wa baraka katika parokia yetu. Tarehe 15 Jumatano, mama mmoja huko Songea vijijini aliweza kujifungua mtoto, na baadaye baba alipoulizwa mtoto huyo ataitwa nani, akasema ataitwa Daniel Makunda. Kwa ni birthday ya baba paroko. Na birthday ya watu wote wale ambao tunasherehekea mwezi huu wa 10 kuzaliwa kwetu. Lakini mwenyekiti akawa amenishtoka akasema, tulisahau mwezi wa 9 tuwatangazia. Basi naona mwezi wa 9 wote birthday yenu yote imeungana na baba paroko leo na mpaka Jumatano. Makofi na vigelegele. Na leo tulipata kodi nzuri sana. Mimi baadaye wakati tunakunywa chai nikamwambia baba paroko, ningekuwa mimi pale kwenye mahubiri ningeongezea. Akaniambia ungeongezea nini? Nikamwambia baba, mimi ningeongezea jambo moja tu. Usipompendezesha mkeo, atapendezeshwa na wanaume wengine. Akasema ni mambo sijui. Kupendezesha wake zetu. Mwenyekiti wa parokia, karibu kwa nini? Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia afya ya mwili na ya roho. Pili, ninawashukuru wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana. Naomba niwakaribishe kwenye parokia yetu ya watakatifu wote mashahidi wa Uganda, parokia ya Magurukira. Karibuni sana, mujisikie mko nyumbani. Hapa tuna wageni mbalimbali. Naomba nitambulishe wageni ambao tuko mahali hapa. Kigango cha Nangose, kama mko mahali hapa,
naomba msimame mtupungie mkono. Asanteni sana. Kigango cha marika, naomba niwatambulishe. Kama mko hapa, msimame mtupungie mikono. Asante sana. Kigango cha Namatunu, kama muko mahali hapa, msimame mtupungie mkono. Karibuni. Napenda kuwakaribisha kigango cha Kisegu. Kama muko hapa, msimame mtupungie mkono. Asanteni sana. Napenda niwakaribishe kigango cha Maili 6. Kama muko, simama mtupungie mkono. Ninaingia kigango mama. Nianze na paroki na jumuiya ya Mtakatifu Cecilia. Popote mlipokaa, mtupungie mkono tafadhali. Jumuiya ya Mtakatifu Benedikto, mahali popote mlipo, simameni mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Josefu, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Salome, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Marko, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Yakobo, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Francis, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Josephine Bakita, msimame mtupungie mkono. Jumuiya ya Mtakatifu Veronika, msimame mtupungie mkono. Sijui kama kuna jumuiya ambayo nimeisahau katika hizi. Ni kwa jumuiya zote pamoja na vigango vyote kufika kwenye shughuli yetu hii ya harambee. Na huku kwenye meza kubwa hapa, kwenye meza kubwa kulia kwangu, nina makamu mwenyekiti wa UWAKA jimbo la Tunduru Masasi, si mwingine ni Eusebius Lucius Ntila aka Yatima. Kushoto kwangu kabisa nina katibu wa jimbo letu halmashauri ya walei Tunduru Masasi, si mwingine ni Deogracias Gabriel Muchopa. Na paroko wetu kuna haja ya kumtambulisha. Kuna watu hapo wanasema hawamjui, wakati MC alishachombeza hapa. Kuna mama mmoja
huko Songea tarehe 15 mwezi wa 10 alimzaa kijana mtoto wa kiume akamwita jina Daniel Paul Mapunda. Huyu ndio paroko wetu wa parokia ya Maguruchira, na mwakilishi wa mgeni rasmi si mwingine ni Father Sunil Anton kutoka parokia ya Chikunja. Tumsifu Yesu Kristo. Nami ninayeongea hapa ni mwenyekiti wa halmashauri ya walei parokia ya Maguruchira. Kwa majina naitwa Felician Chidaga. Kwa hiyo niwakaribishe tena kwa mara ya pili. Karibuni sana katika parokia yetu na mjisikie kuwa muko nyumbani. Msikae kinyonge kinyonge. Ukiwa na maumivu, toa taarifa, wahudumu wapo watakuhudumia upate faraja. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Nilimwona jana mwenyekiti na leo yukoje? Mimi asubuhi naangalia kanisani kasa mwenyekiti wa parokia leo hajaja kusali. Sasa kaka utukufu akati nachukua ile misa live namuona kijana amekaa kule pembeni. Lakini urefu muona kama wa mwenyekiti. Amependeza hajapendeza? Amependeza hajapendeza? Makofi mengi sana kwa mwenyekiti wetu. Na nilimwambia mwenyekiti, leo ukitembea kwa miguu barabarani alafu mshangazi yuko kwenye Prado atakupigia honi, wewe kijana unaenda? Mwenyekiti kaa. Simetaka wenyewe kuja na watoto wenu. Familia Dr. Kalinga pamoja na wageni wako mje kuketi huku mbele. Lakini na mimi nilivyoangalia hali halisi nikajua sababu gani mmejificha huko. Amupendi sana huu mwanga Ikiwapendeza basi Mr. Kalinga na wageni wako ungekuja kukaa kwenye meza ya mbele ikiwapendeza. Na mkiona basi mnataka kukaa huko kwa ajili ya kutuangalizia usalama getini, tutawashukuru pia. Si vibaya. Kama nilivyotangaza kuna vinywaji mbalimbali. Kamati ya vinywaji naomba mpitishe vinywaji. Unakunywa bia, kunywa bia. Unakunywa soda, kunywa soda. Unakunywa konyagi, kunywa konyagi. Unakunywa keifati, kunywa keifati. Unakunywa maji, kunywa maji. Unachoanza nacho, maliza nacho. Paroko ana mbambamba, kreti 20 za bia ziko hapa. Kreti 30 za soda. Konyagi chupa 15, keifati chupa 12. Ana mbambamba huyu mngoni. Hana shida. Shida zetu tu. Lakini hana shida. Kwa kunywa kile ambacho unajisikia. Naomba kamati tupitishe vinywaji na wakati DJ naomba muziki wa nyimbo ya dini mzuri taratibu. Mr. Kalinga pamoja na wageni wako tunaomba mjeketi huko mbele. Kuna vitu vyenu mbele wageni maalum ambao pia tuwapa kadi. Basi heshima ya kadi nayo ni kusogea huku mbele ambapo umealikwa. Kristo, naomba mniwe radhi jambo moja tu. Mwenyekiti wangu wa kamati
ya vinywaji alipoenda kununua vinywaji amesahau kuchukua waini. Naomba niwaombe radhi, kamati ya vinywaji wamesahau kuleta waini. Hivyo vinywaji ambavyo tunazo ni bia, soda, konyagi, keivati. Ukitaka Grand Mata, sijui Pluto, Savana, Santiani, hizo hatuna. Ukitaka Enken, umezoea kunywa Serengeti Light, leo unaulizwa unakunywa nini? Na kunywa Window, hamna. Tuna bia nzuri kabisa kwa ajili ya afya, tuna keivati na konyagi na soda. Karibuni. Siku nyingine naomba kamati mjitahidi sana kuleta wine. Kumbe wanaparokia wetu hapa ni wahesabu hapo kama 15 wanakunywa wine. Funge zoezi la vinywaji. Tumaini letu kwa utulivu wenu na usikivu. Utulivu na usikivu. Sije nikaonekana mbaya kada zoezi hili kubwa, nikaonekana mbaya kwa kuanza kuwapa vinywaji.
Zoezi linalofuata, paroko sasa, naomba kamata vinywaji, msitishe vinywaji. Naomba utulivu. Kamata vinywaji, naomba utulivu na msitishe vinywaji. Kama tunavyotulia wakati wa Injili na kusikiliza, pale tu pale anaposema, anapomaliza Injili ilivyoandikwa, tunapoitikia pale, biashara imeisha. Kama kuna swala kuulizwa, tutajibu, tutafanya kiitikizano. Sehemu ya pili ambayo inahitaji utulivu, hata kama unawashwa mgongoni, huwezi kujikuna ukaondoa uwepo wa Mungu kwa mwenzako. Ile sehemu ya mageuzi, tunavyotulia ndio tunapaswa kutulia sasa hivi, ili paroko atuambie ametualika kwa ajili ya kitu gani, anataka kufanya nini kwenye parokia yetu, na sisi tufanye nini. Kwa naomba utulivu, paroko atazungumza na kutoa maelekezo. Karibu paroko. Ninyi nyote pamoja na kamati tendaji, katika kueleza tukio zima la siku ya leo linalotuweka hapa kwa muda huu usiku. Najua wengi tulikuwa tuna majukumu yetu na mambo yetu na ratiba zetu, tumeacha yote, tumekuja hapa kanisani kwa ajili ya kuona nini ambacho tungetamani kusikia au mngetamani kusikia kutoka kwetu. Ulikuwa ni utaratibu ambao tulikuwa tumejipangia kila mwaka kwamba tunafanya harambee ya kuhamasisha ujenzi au maendeleo ya parokia. Lakini kwa namna ya mwaka huu imekuwa kidogo tofauti, kwamba badala ya kuchangishana fedha kanisani, tumeona bora tutafute nafasi nzuri pia ya sisi kukaa nje kama tulivyokaa siku ya leo na kwa muda huu wa usiku, kusudi tuweze kuona nini tunaweza tukafanya katika maendeleo yetu ya parokia. Kwa zaidi ni kuchangishana fedha ambayo itatusaidia sisi kufanya kitu fulani. Na kitu hichi, baada ya muda mfupi nitasimama pale mbele ya projekta, nitaanza kueleza, na kilikoanzia pia nitawaeleza kwamba tulikaa mara moja kwenye mkutano wa halmashauri ya walei parokia. Tuliadhimia kwamba inabidi parokia ya Magumuchila ijenge kitu fulani kwa ajili ya kitega uchumi, kwa sababu maisha yanabadilika kwa haraka sana. Tukianza kutegemea watu mifukoni, baadaye itafika mahala kwamba watachoka. Lakini tukiweka kitega uchumi ambacho kitatusaidia sisi kujenga parokia yetu, kitatuimarisha zaidi na kutufanya sisi tuwe bora zaidi, katika maana kwamba mtu anapokuja kanisani anakuja kusali, si kwa ajili ya kuhamasishana michango ambayo kimsingi wakati fulani inarudisha imani nyuma. Kwa hiyo tulijaribu kufanya mambo mawili. Jambo la kwanza, nilipendekeza pesa itakayochangwa kwenye harambee irekebishe kanisa. Jambo la pili, nilisema pesa itakayopatikana kwenye harambee tujenge shule. Tukaanza kuulizana shule kwa eneo lipi? Basi eneo la kwanza tulilonalo ni hilo hapo nje kutoka hapa getini, kipande fulani hapa kilikuwa kina square mita 1492. Hiki cha kwanza. Wakasema kwamba hilo eneo halitoshi kwa kujenga shule. Na ni kweli halitoshi. Baadaye, kama mnavyojua, tulifanya utaratibu wa kutafuta kipande hiki kilichobaki cha pili ambacho pia kina square mita 1492. Tukapata, tukamtafuta mhusika, tukapata, na tulipata ufadhili kutoka kwa baba askofu, alituchangia milioni 20 kwa ajili ya kununua hili eneo. Nadhani waumini wote wa hapa watakuwa wanajua vizuri.
Kwa namna hiyo tuna square mita 3,000 ngapi? 1492 na square mita ngapi? 2,000 kama na 900. Kwa hiyo tulipopata wazo kama mlivyosema wenyewe kwamba tujenge shule, mimi jukumu nililotakiwa kulifanya ni kutafuta mkandarasi. Nikamtafuta, akaja hapa, akapima eneo, akaondoka, akanicholea ramani ambayo ningetamani kuipata na nikaipata kwa wakati. Na kwa namna hiyo nataka niwaonyeshe pale ile ramani jinsi shule itakavyokuwa. Ni kwa ajili ya darasa la kwanza mpaka darasa la 7, ni shule ya ghorofa 2. Ukiondoa floor. Kwa hiyo eneo hili amesema linatosha na ni kubwa mno. Unaweza mkajenga hata nyumba za walimu hapo pia ndani ya hilo eneo. Kwa lengo la mchango huu wa leo ni kukusanya milioni 100. Na shule hiyo itajengwa, tumeweka minimum miaka 5. Lakini kimsingi mnaweza mkajenga floor ya kwanza na baadaye mkaweka wanafunzi wakasoma na baadaye jengo linaendelea mpaka floor zile 2 zote ziishe. Shule ambayo ni standard nzuri sana sana sana. Na hakikisheni shule nzuri na siwezi kuaibisha katika hilo. Na kwa namna hiyo sisi sote, kila mmoja wetu ana kila sababu ya kuwajibika kuchangia kile alicho nacho kusudi tuwasaidie pia watoto wetu ambao tunawazaa wasihangaike sana. Kipindi hiki cha mwisho cha darasa la 7 watoto wakimaliza shule, wazazi mnahangaika sana kutafuta shule. Watu mpaka sisi tunavyozungumza wako Mwanza, wako Bukoba, wako Mbeya kule Tunduma, wanatafuta shule kwa ajili ya watoto. Lakini kama shule iko hapa karibu na ina maadili mazuri, itatusaidia pia kujenga uaminifu katika maisha yetu ya kila siku. Wanapeleka mtoto pale anasoma na nene. Na hii itakuwa ni shule ambayo ni English medium kwa ajili ya watoto wanaoongea Kiingereza, sio kwa ajili ya watoto wanaoongea Kiswahili. Kwa hiyo niwaombe na niwaalike kila mmoja awe na nia njema, akitambua kwamba haya maisha sisi tunapita, lakini familia na watoto wetu watafurahia sana mazingira haya. Watafurahia sana mazingira haya. Kwa hiyo kila mmoja aguswe kwa nafasi yake, aone kwamba anawajibika. Nitumie nafasi hii kumwalika kila mmoja wetu aliyekuja kwa nafasi hii amshukuru Mungu kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amemjalia, lakini pia kumshukuru Mungu kwa neema na baraka za uhai wako na uhai wangu. Ndio maana MC alisema kwamba yako matukio mengine, licha ya mambo mengine yote, ni kumshukuru Mungu pia katika nafasi hii kwamba tumewekwa kwa nafasi toka mwezi wa kwanza mpaka sasa hizi mwezi wa 10 tunategemea kumaliza mwaka. Pengine hatujapata nafasi ya kumshukuru Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa kukaa pamoja, kuzungumza na kushauriana mambo fulani. Unamuuliza mwenzako umefeli wapi? Unamuuliza au umefaulu wapi? Nafasi nzuri pia ya kupiga mahesabu kipindi cha mwisho, kujua kwamba umefeli wapi na usaidiwe wapi. Unapokaa na mtu ambaye humjui, ni vizuri pia kuchangamana. Hata kama mmekaa kijumuiya, ni rafiki. Pengine kuna wakati fulani pengine sio rafiki yako sana, kaa naye muulize kwamba mwenzangu, mwaka huu unaisha, umefanya nini? Umefanya nini? Kwa ni baraka kwako na katika maendeleo yako ya maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Tumsifu Yesu Kristo. Ningeomba atutajie jina la hiyo shule itaitwaje? Shule hii ambayo tumependekeza itaitwa shule ya Askofu Philibert Felician Muhasi Primary School. Mwenyekiti, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, parokia yetu inaweza ikawa ya kwanza kuwa na shule yenye jina la askofu wa jimbo.
Tumsifu Yesu Kristo. Shule yetu kwa msingi itakuwa ni ya kwanza, lakini kwa sekondari tayari kuna sekondari ambayo ina jina la aliyekuwa askofu katika jimbo letu. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi na vigelegele. Tukiweza na tukafanikiwa shule hii tukaimaliza mapema na ikaanza kutumika, maana yake katika parokia yetu ya Mashariki wa Uganda, Magunchila, Masasi, tutakuwa tumetoa jina la kwanza la askofu wetu huyu wa sasa, Askofu Mwasi. Kwa namna pekee tunaweza na sisi tunaacha alama. Tunaacha alama kwa baba askofu, lakini tunaacha alama kwa jamii, tunaacha alama katika mitaa yetu, tunaacha alama katika kanisa letu. Sasa kabla ya mgeni rasmi hajaongea na mimi nikakazia pale ambapo ataongea mgeni rasmi, ningemwomba baba paroko sasa atuonyeshe hiyo shule ipoje na ikoje. Unatuambia ghorofa mbili unapangia wapi? Kuna lifti, kuna ngazi, kuna nini? Je, sisi wenye vitabu tukipeleka watoto wetu watakuwa kule juu ofisini au huko chini? Uzuri wa hiyo shule, watoto wetu watafaulu vizuri. Muhasi, parokia Magumchila, wilaya ya Masasi, tarehe 12 mwezi Oktoba 2025. Shule hii itajengwa hapa parokiani Magumchila kwa kuzingatia mahitaji yote katika kutoa elimu bora yenye mazingira rafiki ya kujifunza kwa watoto wetu. Mradi huu wa shule ya msingi Philbert Muhasi unategemea kugharimu kiasi cha takriban taslim Tanzania shilingi milioni 900 kwa muda wa miaka 5. Kwa hiyo kwa hatua ya awali tunahitaji shilingi milioni 100 kwa ajili ya msingi ambao utajengwa kwenye kiwanja ambacho kina ukubwa wa square mita 2920. Tunatarajia kujenga shule ya ghorofa kulingana na ukubwa wa kiwanja tulicho nacho. Shule hii itakuwa na muonekano huu kama inavyoonekana hapo chini. Hii ni section 1, Philbert Muhasi final. Jinsi itakavyoonekana katika muundo wa wanasema schedule na nafasi yake, jinsi ilivyokuwa beams zitakavyokuwa zimepangwa na utaratibu wa eneo, na pia hii huko mbali hamuoni sana vizuri, lakini kuna namba ziko hizi hapa ni namba na hizi huko pia ni namba na ukubwa wake wa eneo jinsi inavyotakiwa kuwepo. Lakini ni ghorofa mbili. Tunapozungumzia ghorofa mbili tunaacha hii ghorofa hii ya chini sio ghorofa. Hii hapa ni ground, anasema base. Alafu inafuata ghorofa 1, manake ni hii hapa, ghorofa namba 1 na ghorofa namba 2 ni hii hapo. Kwa hiyo shule hii ina ghorofa 2. Lakini madarasa yanakuwa yote 7. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Mnachokiona hapa ni madarasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hii ni section namba 2 ambayo nasema ni floor plan Philbert Muhasi, jinsi itakavyokuwa nafasi ya chini kabisa, kwamba upande huu unakuwa na madarasa 3, upande huu unakuwa na madarasa 2, lakini pia
yanapandana juu kwa juu, na darasa moja linakuwa hapa mbele kabisa. Kwa sehemu ya kuingilia inaweza ikawa hapa kwa mbele. Kwa sababu ya mzunguko kama nilivyosema, ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne na ile ya tano, ya sita, lakini pia hapa kwa nafasi ya katikati hii ambayo amechora hapa, kuna mkato hapa ni katikati ambapo panakuwa ni nafasi ya wazi ambapo kila mtu anaweza kaingia pale afu baadaye anatafuta madarasa yake anapopatikana. Kwa hapa katikati kuna nafasi ya wazi, ndio maana amechora hivyo, lakini hapa ni sehemu ya kuingilia na madarasa yako huku pamoja na huku. Hiyo ni ground floor. Hivyo ndivyo inavyoonekana kwa juu. Kikikaa kwa juu ndivyo utakavyoiona. Kwa hiyo sehemu ambayo nilikuwa naeleza mimi ni sehemu hii hapa ya katikati. Hapa ameandika hapa void. Hapa ni kwa ajili ya empty space. Katika maana kwamba wanafunzi anaweza kupata shida au jengo likawaka moto, basi mnafika mnakimbilia hapa kwa ajili ya kukaa na kupumzika au kuepukana na hilo janga la moto ambalo linatokea. Tunafuata. Hilo ndio jengo lenyewe. Hiyo ndo elevation ambayo inaelezwa. Namba 1, Philbert Muhasi final. Ndivyo inavyotakiwa kuwa. Hapa sasa limeezekwa madarasa yako, darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano, la sita, la saba. Lakini pia upande wa pili pia kuna ofisi za walimu na kila kitu humo ndani ya hili jengo. Hii ni upande wa mbele. Ndio upande wa mbele. Hapa ni upande wa nyuma kule. Upande wa mbele ni uliotoka, hii ni upande wa nyuma kule kabisa. Ni upande wa nyuma tena, upande wa huku jinsi utakavyokuwa, upande wa kushoto kwangu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa kuwa sasa. Kwamba kwa upande huu wa mbele huku mlango utakuwa ni hapa. Ukitoka tu hapa getini kwenu hapa ndio ndipo unapotakiwa kukaa, hapa ndipo mbele. Huku ni upande wa kulia kwangu, upande wa huku ni upande wa kushoto kwangu, upande wa nyuma ambako nilikuwa nimeeleza ni upande wa kule. Kwa hapa ndivyo inavyoonekana. Kwa hiyo hapa ndani kuna ofisi za walimu, madarasa pamoja na maabara, kila kitu kiko humu ndani kwa ajili ya sayansi. Wale wanasoma sayansi na nini wanachukulia mambo yao humu. Hata kama ni sio level, ni shule ya msingi, lakini pia kwa lazima kuna masomo ya sayansi. Wale wanasoma art na sayansi mnachukulia hapa mnamaliza kila kitu. Hii inaitwa front view Philbert Muhasi, sehemu ya mbele. Nafikiri tumemaliza. Kuna view kile. Yes. Asanteni sana na karibuni kwa Harambee. Mungu awabariki sana. Natumaini kwamba kila mtu atakuwa ameona mpaka kule mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi sana kwa baba paroko.
tunaye. Mwenyekiti wa parokia tunaye. Hauna mwenyekiti naye nimtoe mje kucheze naye. Nimtoe. Atasoma mwenyekiti labda acheze na makatekista. Na baada ya shughuli nimemsikia mwenyekiti anasema kutakuwa na mabadiliko ya makatekista. Huyu anakwenda huku na huyu anakwenda huku. Mjiandae kwa mabadiliko. Waleka mjini wataenda vijijini. Waleka vijijini watakuja mjini. Sio maneno yangu, yana mwenyekiti wa parokia. Tunahitaji wenye makatekista ambao wanakuja kuhamasisha uwaka. Si ndio mwenyekiti uliniambia hivyo? Wawata utoto mtakatifu. Baba paroko waweze kumkaribisha mgeni rasmi wa neno, alafu tutaendelea na hatua nyingine. Kama umemaliza kinywaji, chupa ihifadhi vizuri. Kadri ya chupa yako jinsi ilivyo, ndivyo utakavyoletewa tena kinywaji kingine vile vile ulivyokuwa umekunywa mwanzo. Yupo hapo kwa jirani kamata. Mama Chilumba Merina Moses. Sasa wewe mama, wacha wewe. Baba loko. Mbona kama wanashawishi waje mjini? Maana hata kwenye semina za wanandoa wanaweza kutoa kabisa kwamba mzee yupo mama. Hajafika. Baba yupo. Ameenda saluni? Na saluni. DJ. Nataka kujua mnapofundisha watoto wetu vizuri na mambo mengine mnayajua. Kazi kwenu. Kazi kwenu. Haya, tunakaribishwa wote kucheza kaito. Nani toy? Wote tunakaribishwa kuja. Hapa katika mawaita kwanza, lakini wote karibuni. Haya, karibu mcheze. Baba paroko naomba ndio mchezo wa katekista wako. Paroko ndio mchezo wa katekista wako. Haya, katekista. Katekista mtakaa wachezaji hivyo hivyo. Katekista mtakaa wachezaji hivyo. Wacheni paroko na wanaojua. Katekista mtapumzike, hawachezi hivyo hivyo. Wanaojua waendaye sambamba na paroko. DJ, twende kazi. DJ, twende kazi.
Msiondoke. DJ vipi twende kazi? Ndio paroko aganda. Dunia kwanza unataka kikubali utaniweza wache kila siku la ndani kodi ya meza unataka kikubali utaniweza hata kuongeza leo tunacheza singeli Uganda oya Uganda Ongera sana. Maana kwa kuna Uganda unaganda. Hapo leo unafanya? Makofi sana kwa katekista. Huyu ndiye mwenyekiti. Niite. Huyu hapa. Huyu alipopatiwa na mke wake. Mke wake anaitwa nani? Melina Moses. Ana unamhitaji nyumbani. Unataka hivyo kuna cha kuanzia. Ni mke wangu ambaye nimempenda. Anaitwa nani? Melina Moses Ulaya Mpilipili. Wewe mama Mpilipili. Safi sana. Ndio maana mzee mambo yake yako safi. Maana mama ni pilipili. Na kaida pilipili ni kuwasha. Na ndio maana baba anafanya kazi yake vizuri sana. Lakini kabla yako wewe ulipewa kijiti na huyu mzee, si ndio? Huyu ndio mwenyekiti wetu wa makatekista jimbo kuu la Tunduru Masasi. Makofi kwake. Jimbo la Tunduru Masasi. Jimbo la Tunduru Masasi. Ni jimbo kuu nimezoea Dar es Salaam. Wewe kuna baba wangu alitaka kusema mwe akaishia. Alisema tulinyaka ile. Jimbo la Tunduru Masasi. Kwa mwenyekiti wa makatekista. Hivi nyinyi watu wa Magumchila, mashehe wa Uganda, Mungu awape nini? Tuna mwenyekiti wetu wa halmashauri ya walei. Yuko kwenye kamati ya jimbo. Katekista hapa ni mkuu wa makatekista wote jimbo la Tunduru Masasi. Leo misa yetu mgeni rasmi, misa yetu ya Dominika ya 28 ilikuwa iko live katika channel yetu ya jimbo la Tunduru Masasi Umoja online. Lakini huwezi amini kuna mtu ameangalia misa hii kutoka Somalia, alikuwa live. Kuna mwingine akatuma message kutoka Thailand kwa manashukuru na nimebarikiwa kwa maadhimisho ya misa takatifu. Naona baraka zinazokuja kwetu. Leo hii paroko wetu anatuletea shule. Mungu atupe nini? Asante sana mzee. Hii ngoma nzuri. Hichi kitambaa nahisi kama mkeo alikibakiza na kushonea. Mungu